miaka ninapokumbuka miaka 7 zimefika, mimi nakula mlo mmoja. Hata mvua ikianza kunyesha, haya manyumba, hii ndio nyumba yangu. Siku chache baada ya Kimgongo TV turipoti habari ya familia ya mzee Chalula Mathias, mkazi wa kata ya Chigongwe jijini Dodoma, familia inayokabiliwa na changamoto kubwa za kimaisha kutokana na watu wazima wote kuwa walemavu wa viungo na binti mdogo kubeba jukumu la kuitunza familia hiyo. Baada ya taarifa yetu kumfikia mbunge wa jimbo la Mtumba ambaye pia ni waziri wa madini, Anthony Peter Mavunde, ameguswa na hali ya familia hii na kuchukua hatua za haraka kwa kutoa mkono wa faraja katika familia hii kwa kuwakabidhi fedha taslim kupitia uwakilishi wake, pamoja kutoa vitimwendo viwili ili kusaidia familia hii kukabiliana na mahitaji ya awali ya maisha. Familia hii yenye watu wazima 2 wenye ulemavu pamoja na watoto wadogo 3 imekuwa ikiishi katika mazingira magumu kwa zaidi ya miaka 7 sasa, ikilazimika kula mlo mmoja kwa siku, huku ikikumbwa pia na unyanyapaa kutoka kwa baadhi ya wanajamii. Kimgongo TV tumefunga safari kwenda kupokea vitimwendo viwili vilivyotolewa na mbunge Anthony Peter Mavunde, hatua iliyolenga kuhakikisha msaada huo unawafikia walengwa kwa wakati. Mheshimiwa aliweza kutoa, kama mnavyoona hapa, vitimwendo hizo wheelchairs 2 kwa ajili ya kuwasaidia hiyo familia, lakini pili alisaidia upatikanaji wa chakula ambapo aliweza kuwachangia shilingi 500,000 kwa ajili ya kuwasaidia ile familia. Nipende kuwashukuru sana Kimgongo Media, kwa kweli mmefanya kazi kubwa kuibua watu ambao aidha wameshindwa kuwa na exposure ya kusaidiwa, lakini pili niwashukuru sana kwa kazi mnayoifanya, maana hii kazi mnayofanya ni ya kujitolea, na Mwenyezi Mungu awabariki, endeleeni hivyo hivyo, sisi tuko tayari, tutashirikiana. Baada ya kukamilika kwa taratibu za kupokea vifaa hivyo, timu ya Kimgongo TV tukaanza safari ya kuelekea kijiji cha Hambala, kata ya Chigongwe jijini Dodoma, kwa ajili ya kuviwasilisha kwa familia yenye uhitaji huo, ikiwa ni sehemu ya jitihada za kuhakikisha kwamba msaada unawafikia walengwa moja kwa moja. Na hapa tumefika nyumbani kwa mzee Chalula Mathias, kijiji cha Hambala ndani ya kata ya Chigongwe hapa jijini Dodoma, kwa ajili ya kukabidhi familia hii yenye uhitaji mkubwa vitimwendo viwili vilivyotolewa na mbunge wa jimbo la Mtumba na waziri wa madini Anthony Peter Mavunde. Msaada huu ni faraja kubwa sana katika familia hii. Hii ni ishara ya mshikamano na utu, huku ukiwa ni wito kwa jamii kuendelea kuwajali na kuwasaidia watu wenye mahitaji maalum. Mtazamaji wetu wa Kimgongo TV, tumefanikiwa kufika kwa mzee Chalula Mathias, mtaa wa Hambala hapa kata ya Chigongwe, na tumewakabidhi vitimwendo vyao kama hivi ambavyo unaona hapa wamekaa, na hivi vyote vimetoka kwa mbunge wa jimbo la Mtumba, pia ni waziri wa madini Mheshimiwa Anthony Peter Mavunde. Tumefika hapa na tumekabidhi, na wanayo mengi sana kuongea katika hali ya kutaka kuwakilisha zile shukurani zao. Tuwasikie kwa uchache watakayoongea ili tuweze kujua wana nini hasa, kwa sababu bado wanahitaji sana msaada kutoka kwako. Karibu sana baba. Asante. Pole. Asante, namshukuru Mheshimiwa Mavunde kwa kunikumbuka katika shida yangu kwa usafiri niliyouomba. Kwa kweli Mungu amsaidie, azidi kuendelea na moyo huo. Kwa kweli jambo la kwanza namshukuru sana, shida zingine ameshanipunguzia. Namshukuru sana mbunge wetu wa Mtumba, kwa kweli namshukuru kwa moyo wangu wote, nampa shukrani sana, azidi kutusaidia sisi kama nilivyo wanavyoniona hapa. Naomba niendelee kusaidiwa, atakayonikumbuka atanisaidia. Ni jambo hilo ndilo nalishukuru. Nyumba yenyewe bado ndo sina nyumba tete. Nilikuwa na biashara vyangu vya vikaranga viko ndani ya nyumba. Nilijitahidi ndo nikajaribu kutengeneza hiki kibanda hapa. Sasa baadaye kwa kweli mambo yakagoma, pamoja na nguvu nilizokuwa sina nikashindwa. Mpaka sasa hapo nilipopata hawa walionitoa huko, ni jambo la kushukuru, na ninaomba kama serikali iendelee kunisaidia. Ndio maana namshukuru sana mheshimiwa wetu, mbunge wetu, kwa kweli aendelee kwa moyo huo.
Ukitoa changamoto hii ambayo tumeshaisaidia angalau kwenye upande wa kiti mwendo, changamoto ipi ambayo unatamani kuwakilisha kwa wananchi, kwa sababu hapa huko unasikika na wananchi na wananchi wanakutazama? Yaani hapo labda mvua imekuja usiku kama nyumba mnavyoiona, ikianza kunyesha, kama ninamsumbua tu mjomba wangu, labda anaweza kukimbia, nasema labda ile nyumba linaweza likamwangukia. Hayo mambo yote tunapambana naye, na shida maisha yenyewe ninayoishi ni magumu. Maana shida yangu, yani mahali popote unapoenda lazima uwe na kasendi, wanione kama nilivyo navyoteseka, kwa sababu hata kuni huwezi. Hata hapa kwanza kushuka kwenye hapa, nashukuru kwa mheshimiwa aliyonipa kiti, kwanza kushuka hapa paka wanishushe watu. Kwa kweli hizo changamoto ndio nilizo nazo katika nyumba yangu. Sasa baba, hapo tumeisikia changamoto, lakini wewe unatamani kuwaambia nini Watanzania? Unawaomba kitu gani kwanza ambacho unataka kuwaomba katika hizo changamoto zako? Kwa kweli mbele ya hapa Watanzania, nachowaomba wanisaidie misaada, labda kama nyumba sina, labda chochote ambacho kinachomgusa mwananchi anisaidie, nami nizidi kujikimu kimaisha, kama nami nijishikie kama wenzangu wanavyoishi wenye nguvu kama kawaida, na mimi niwe mojawapo pamoja na hao, anayenikumbuka anisaidie. Bila shaka utakuwa umemsikia baba katika yale ambayo ameongea, shukrani zake, changamoto zake na kile ambacho anahitaji bado kukipata kutoka kwako wewe mwananchi ama Mtanzania mwenzake. Sasa ninaye mama pia hapa, naye awakilishe shukrani zake, lakini pia atuambie changamoto zake na anataka kukwambia nini wewe Mtanzania katika yale ambayo anayahitaji kutoka kwako. Karibu sana mama. Karibu jamani, mimi naitwa Julia Matias Nyapala. Mimi nakaa mtaa wa Chigongwe Ng'hambala. Mimi changamoto zangu zilionipata wakati wa mama kufariki, alikuwa bado hai, alikuwa anatutunza, kafariki 2011. Ndio tukaanza kuteseka. Mtoto wangu alikuwa bado hai, mtoto mdogo, akaanza kuishi mimi nami hivyo hivyo. Mimi nilikuwa msukaji wa nywele, nasuka, najiwekeza, nanunua kuku, nikinunua kuku tena sana nauza, ndio naanza maisha yangu ya hivyo hivyo kidogo, mpaka mtoto kakuwa, anatuhudumia. Sasa hivi nimezeeka, nimekosa nguvu za kufanya nini, za kusuka. Mimi changamoto yangu, naambia Tanzania, mimi mateso niliyopata, nyumba, chakula, ndo naomba Tanzania kama kweli wanatusikia jamani, tunateseka vijijini, tunateseka jamani, sisi hawa tujali jamani, ila naomba watusaidie kama kweli wametuona jamani. Mimi kweli Mavunde hatujaonana, mimi nilikuwa nyumbani, sitembeagi niende kokote, mwenzangu walimbeba na basikeli ndo kaenda huko. Mimi namuomba Mavunde kama msaada aliyotoa, tunamshukuru jamani. Naomba jamani, mengi sana, naumia, nanyanyasika, wenye mifugo wanatubana hapa, sina nguvu, yani kwenye eneo langu wananibana, ndio maana nina uchungu mpaka naongea nalia. Kuna aliyokuja kunisaidia, askari mmoja na mtendaji, ndio nawashukuru mpaka sasa hivi. Jamani, tunateseka, wawe wanatemea, wanaangalia ya vijijini. Mimi ndo shida yangu jamani, namshukuru Mavunde, na mpaka sasa hivi naumwa, naongea kwa sababu ya Mavunde. Jamani, mlio mnaziona, nyumba mmeziona, hizi tofali kwa kweli mimi nilikuwa napokea tasafu, nikajiongeza, nilikuwa nanunua mfuko mmoja wa simenti, mwingine nakula, huyu mtoto anachota mchanga. Ndio naona kama hii jamani, mnasikia wenye Tanzania jamani,
tunateseka. Nyumba ndio hii hapa nilivyoona. Mtazamaji wetu wa Mgongo TV, utakuwa umeyasikia hayo ambayo baba pamoja na mama hapa wameongea. Ni katika yale ambayo wametaka kushukuru wananchi pamoja na kumshukuru Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Mtumba na waziri wa madini Mheshimiwa Anthony Peter Mavunde na Watanzania wengine ambao wamewafikia. Lakini pia wametoa changamoto zao wanazopitia kwenye upande wa wafugaji kuingilia mazingira yao, lakini pia watu kutoishi nao vizuri katika mazingira ambao wako hapa. Lakini jambo kubwa ambalo nimeongea na wazee wangu hapa ambacho nimekielewa zaidi ni makazi mazuri ambao watakaa vizuri na familia kwa ujumla hapa, kwa sababu kama mnavyoona mama ametoa namna ambavyo hii nyumba iliweza kukamilika, changamoto gani ambazo walizipitia. Kwa hiyo Mtanzania mwenzangu unayetusikiliza hapa kupitia Mgongo TV, naamini kuna mambo mengi ambayo umeyasikia, na kama kuguswa, naamini utaanza kuguswa kuanzia hivi sasa, kwa sababu bado naendelea kuhitaji msaada kutoka kwako. Na kwa msaada zaidi kwa wewe uliye na mchango wa hali, nikizungumzia pesa, basi namba zao za simu zinapita hapo chini ya screen na jina litakuja Molen Mathias Chalula. Ndio, wanahitaji sana msaada wako wa hali na mali, bali ambapo Mungu atakugusa. Sijamalizana nao hawa tu, niko na dada pia ambaye ndo ameibeba familia kwa upande wa nguvu, kwa sababu ndiye kijana ambaye anahudumia wazee hawa, ambaye anajua wanalala njaa, watashiba, yeye ndo anayejua zaidi. Kwa twende tuongee naye, tusikie na yeye anaongea yapi. Lakini kwenye upande wa wazee wetu hawa, hilo ndilo ambao nalihitaji, upande wa malazi mazuri. Tunamshukuru Mheshimiwa mbunge kwa sababu pia amesaidia upande wa chakula katika kile kiasi ambacho kiliweza kuwasilishwa hapa nyumbani. Sasa tumsikilize na dada naye anaongea yapi kuhusiana na haya ambayo yanaendelea hapa nyumbani. Tunashukuru kwa msaada ambao waliutoa mbunge Mavunde. Pesa taslimu alizotuletea diwani tumezikamata, tumefanyia mahitaji, lakini kuna mahitaji mengine bado yanahitajika hapa nyumbani. Mimi bado ni kijana mdogo ambaye naweza kufanya biashara yoyote na kujishughulisha, lakini nashindwa kufanya biashara yoyote kwa sababu ya mtaji. Kwa Tanzania au serikali inayonisikia, naomba mnisaidie kuhusu mtaji. Nikipata mtaji naweza kukaa na familia vizuri na kuendelea nao hapa nyumbani kuwasaidia. Maana mimi ndo wanaonitegemea hapa nyumbani. Nashindwa kufanya biashara kwa sababu ya mtaji. Wa Tanzania au serikali inaponisikia, naomba mtaji kutoka kwenu. Kama ambavyo umewasikia mama pamoja na baba yetu hapa pamoja na dada Molen katika yale ambao wameongea kuhusu upande wa shukrani, lakini upande wa changamoto wanazopitia na kile ambacho wanakihitaji ni upande wa makazi na mtaji kwa ajili ya dada Molen ili aweze kuendelea kuhudumia familia yake. Sisi tunaondoka hapa Mgongo TV tukiacha haya ambayo tumekuja nayo. Kwa wewe ambaye unahitaji kuwasilisha msaada wako wa hali na mali, basi namba zinapita hapo chini na jina litakuja Molen Mathias Chalula. Lakini kwa wewe ambaye unahitaji kuiwakilisha msaada wako kupitia taasisi yetu ya Mgongo Media, basi karibu sana, na sisi tutawasilisha kiko ambacho umekitoa, kama vile ambavyo tumewasilisha kile ambacho alikitoa Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Mtumba na waziri wa madini Mheshimiwa Anthony Peter Mavunde. Ulikuwa na mimi leo Olivia Moses. Tukutane wakati mwingine. Asante.